na kwa wakati huu wajumbe mbalimbali wanaendelea kuingia ndani ya ukumbi wa bunge, na ninamuona hapa Mheshimiwa Mchungaji Christopher Mtikila ambaye naye ni miongoni mwa wajumbe ambao wanapita hapa kwa ajili ya kuendelea na shughuli za leo. Habari za asubuhi Mheshimiwa. Nzuri kidogo. Nzuri kidogo kwa nini? Kwa sababu ninajua kwamba kazi ya leo itakuwa ni ngumu kwetu. Kuna mambo ambayo hatutakubaliana nayo, ambayo yanahatarisha huu mkutano, labda bunge hili linaweza kuvunjika. Kwa hivyo sasa wananchi ambao wanatazama muda huu na wana matarajio makubwa pengine na huu mkutano ambao unaendelea kwamba utatenda kitu, pengine watarajie kitu gani sasa Mheshimiwa Christopher Mtikila? Sasa linageuzwa kabisa hili bunge kuonyesha rangi yake halisi iliyokuwa imefichwa ndani. Bunge hili linataka kuonekana kana kwamba ni mkutano wa CCM wa kutengeneza katiba yao itakayowachimbia madarakani kwa miaka mingine 50. Sasa sisi tunaitwa kama mihuri, kuja kugonga mihuri, na mimi ninayenena na wewe nilikuwa ninataka kutoa hoja binafsi kuokoa hali hiyo, kwamba bunge lijikosoe. Kuna mambo mengi ambapo limetenda kinyume cha katiba iliyopo na kinyume cha demokrasi. Pamoja na haya yote mnayoona yanatokea, lakini kwa sababu nilikuwa ninakwenda kugusa masuala nyeti, hata kunena juu ya muungano wenyewe kutokuwa na uhalali wowote, kwa hiyo nimezuiwa mimi nisiseme kwa barua. Kwa hiyo sasa leo tunakokwenda ndio msimamo wa watu wote, hasa wa upinzani wenye uchungu na nchi, ndio ule ule. Nakushukuru sana Mheshimiwa, nikutakie kila laheri. Tusubiri kila ambacho kitaendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Karibuni. Nashukuru. Pia namuona hapa Mheshimiwa John Mnyika, naye ni miongoni mwa wajumbe ambao wanapita hapa kuelekea katika ukumbi wa bunge maalum. Karibu sana Mheshimiwa. Kimsingi mchakato wa katiba uko mashakani. Ndio. Uko mashakani kwa sababu kabla hata ya kufika kwenye bunge maalum, kuanzia wakati wa utungaji wa sheria yenyewe, mabadiliko ya katiba na hata mchakato ulipoanza, hakukuwa na dhamira ya kweli. Kwa hiyo kumekuwa kukipangwa njama kila wakati. Tumekuwa tukijaribu kuzinasua baadhi ya njama kupitia marekebisho ya sheria bungeni, lakini tumefikia sasa katika hatua ya sasa, matokeo ya zile njama yanaonekana bayana kwamba kuna mipango, na mipango ilianzia hata kwenye uteuzi wa wajumbe 201 waliofanywa na rais. Akatumia vibaya madaraka makubwa aliyopewa na sheria kuteua wajumbe wa chama chake badala ya makundi mbalimbali ya kijamii kama ambavyo ilikusudiwa. Sasa njama hizo zinaenda sambamba mpaka kwenye uongozi wa bunge. Mimi binafsi nilieleza mashaka kuanzia mwanzo kwamba ni vizuri mwenyekiti wa bunge atoke nje ya vyama vya siasa, atoke kwenye makundi ya kijamii, atoke kwa mtu huru kabisa ambaye hatapata maelekezo ya chama. Sasa namna ambavyo mwenyekiti sita anaendesha bunge hivi sasa inaashiria wazi kabisa kwamba ni mambo ambayo yanapangwa kabla, na kwa sababu ni mambo ambayo yanapangwa kabla kuchakachua maoni ya wananchi kwenye mchakato wa katiba, sisi kama wajumbe ambao tunawakilisha maslahi ya wananchi, mimi wananchi wa Ubungo wamenituma kama mbunge kuingia bungeni, na hatimaye nimeingia kwenye bunge hili kusimamia msimamo wa wananchi. Tutaungana pamoja bila kujali vyama, bila kujali itikadi, na makundi mbalimbali ya kijamii ambao wako tayari kusimamia msimamo wa wananchi, kwenda kusimamia maoni ya wananchi waliotoka kwa tume, maoni ya wananchi waliotoka kwenye mabaraza, ili tunusuru mchakato wa katiba, hatimaye Tanzania ipate katiba bora baada ya katiba bomu, baada ya mabilioni mengi ya Tanzania kutumika. Kwa hiyo haya ndio ambayo kimsingi tutakwenda kuyasimamia, ikiwa ni kumbana mwenyekiti tutakuwa na imani naye ama kukata rufaa zile amuzi yake, tutafanya hivyo, lakini jambo la msingi ni kunusuru mchakato wa katiba. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mnyika, kila laheri. Na naona pia mheshimiwa mwingine hapa, yeye ni Martha Mlata. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Nzuri tu, za kwako? Salama. Pengine wewe kwa upande wako ni nini hasa matarajio kwa kifupi tu, kwa sababu naamini mna waiwai sasa hivi kuingia ndani. Ni nini hasa matarajio yako kutokana na kile ambacho kimetokea jana ndani ya ukumbi wa bunge? Matarajio yangu ni kwamba tunamwamini mwenyekiti. Mwenyekiti ana hekima na busara na ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo naamini hata alichokifanya alikuwa anamaanisha kutokana na kanuni ambavyo tulizitengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo hakuwa amekiuka, alifuata kanuni zilivyosema. Na ninaamini kabisa kwamba leo tutaendelea. Na sitegemei, kwa sababu haya yote unayoyaona yaliyotokea jana ni muendelezo wa yale wenzetu wanayokusudia kukwamisha mchakato wa katiba. Ndio nia yao. Yaani wanatafuta kitu kidogo ili waweze kukwamisha. Na ndio maana uliona kila kitu kidogo wao lazima walete malalamiko. Nia yao na madhumuni yao walishaweka msimamo. Wanataka kuhakikisha mchakato wa katiba hauendelei.
Ndio nia yao. Nakushukuru sana mheshimiwa. Mengi mtazamaji, ni baadhi ya wajumbe wakitoa maoni yao, na baadaye tutapata kufahamu mengi ndani ya ukumbi wa bunge. Jina langu ni Joyce John Mwakalinga, na kurudisha kwa mwenzangu Margaret Tengula akiwa ndani ya ukumbi wa bunge, ambaye atakujuza nini kinaendelea kwa sasa, lakini kwa kifupi wataanza na kiapo cha wajumbe ambao hawakuwa wameapa. Karibu sana, naendelea kutazama Star TV. Asante sana Joyce Mwakalinga kutoka nje ya ukumbi wa bunge. Mtazamaji, nakaribisha katika ndani ya ukumbi wa bunge. Mimi naitwa Margaret Tengule, na tayari kabisa kama unavyoona kiongozi wa bunge maalum la katiba amekwisha simama katika eneo lake. Ikumbuke ya kuwa hapo jana mwenyekiti wa bunge maalum la katiba alitaja majina ya wenye viti na makamu wenye viti watakaoongoza kamati mbalimbali kwa ajili ya kujadili rasimu ya katiba, lakini yalizuka malumbano kuwa viongozi waliochaguliwa kwenye kamati ya uongozi wengi wanatoka tawala, na ndipo Profesa Ibrahim Lipumba akajitoa kwenye kamati hiyo. Lakini mbali na hayo, bunge pia linatarajia kujadili hotuba iliyotolewa na Rais Jakaya Kikwete Ijumaa iliyopita, na basi tusikilize ni nini kinachoendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Dunia umeweka taifa katika dunia ili haki yako itendeke. Twakuomba uibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Utujalie hekima na busara sisi wajumbe wa bunge hili maalum, ili tuwe na uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya watu wote na ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amina. Tukae. Katibu. Kiapo cha wajumbe. Kiapo kinaendelea. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, kama tunavyofahamu wajumbe walianza kuapa wiki iliyopita, lakini kuna baadhi yao walikuwa bado hawajahapa, na ndio tendo linaloendelea hivi sasa. Na baada ya hapo, bila shaka kazi zilizopangwa siku ya leo zitaendelea kama kawaida. Mheshimiwa Devota Likokola. Mimi Devota Mkuu Likokola niliyeteuliwa kuwa mjumbe wa bunge maalum, na hapa nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa kadiri ya uwezo na ufahamu wangu nitatimiza wajibu wangu na kuifanya kazi zinazonihusu bila ya upendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Mheshimiwa Susan Anselm Jereme Liomi. Mimi Susan Anselm Jerome Limo niliyoteuliwa kuwa mjumbe wa bunge maalum, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kadri ya uwezo na ufahamu wangu nitatimiza wajibu wangu na kufanya kazi zinazonihusu bila ya upendeleo. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Benedetta Kasabago Mushashu. Mheshimiwa Mwanamrisho Juma Ahmed. Mimi Mwanamrisho Juma Ahmed niliyeteuliwa kuwa mjumbe wa bunge maalum, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kadri ya uwezo na ufahamu wangu nitatimiza wajibu wangu na kufanya kazi zinazonihusu bila upendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Katibu. Taarifa ya mwenyekiti. Waheshimiwa wabunge, taarifa yangu ni fupi tu, ni ya matangazo mawili. Kwanza, kamati yetu ya kanuni na haki za bunge haikuweza kumaliza kazi zilizopangwa ile jana. Kamati ya uongozi ilichukua muda mrefu. Tulipokwisha wakabidhi wenzetu kamati ya kanuni, ikawa muda ule haukutosha kuweza kuimaliza kazi. Kwa hiyo na watangazia, na hususan kamati yenyewe, kwamba mara baada ya kusitisha shughuli za bunge asubuhi hii wakutane katika ukumbi ule ule wa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Muungano kuendelea na kazi tuliyowapa. Tangazo la pili, waheshimiwa wabunge wa bunge hili maalum, wiki iliyopita baada ya hoja mbalimbali kujitokeza hapa, niliridhika kwamba kungekuwa na uwezekano wa kujadili hotuba zile mbili nzito, ile ya kuwasilisha rasimu na ile ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Baada ya mashauriano ya kina kwa makundi mbalimbali, imeonekana kwamba kufanya hivyo ni kama kutanguliza mjadala kuhusu rasimu yenyewe ya katiba kabla ya wakati wake. Mtakumbuka waheshimiwa, kanuni zetu zimepanga kwamba rasimu ya katiba tutaijadili kwa mpangilio wa sura 2, au kama mabadiliko leo yatapatikana labda hata sura 3 zinazofanana, lakini kwa kanuni ilivyo hadi sasa ni sura 2. Sasa tukifungua mjadala, maana yake watu waheshimiwa wajumbe wa bunge hili watakuwa wanajadili mahala popote ambapo pamewagusa, na hiyo itaharibu kabisa utaratibu uliowekwa ambao ni wa kikanuni. Kwa msingi huo,
hakutakuwa na mjadala wowote kuhusu zile hotuba mbili. Na waomba waheshimiwa wabunge mzichukue kwamba maudhui yoyote yaliyomo katika hotuba zile ni sehemu ya kujiimarisha katika kuzungumzia rasimu yetu ya katiba, ambayo ndio kazi ya msingi tuliyokabidhiwa, kuijadili rasimu ya katiba na kupitisha yale ambayo yatakuwa yamekubaliwa. Kwa msingi huo basi, kwa kuwa kazi ya kamati ya kanuni haijakamilika, na sitisha shughuli za bunge. Mwongozo Mheshimiwa Mwenyekiti. Miongozo utapokelewa jioni. Ndiyo, nasitisha shughuli hizi hadi saa 10. Saa 10 leteni miongozo 20, 30, tutaendelea. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, kiongozi wa bunge maalum la katiba Mheshimiwa Samuel Sitta amesitisha kazi kwa muda huu mpaka hapo saa 10 kamili jioni, lakini pia ameeleza kamati ya uongozi ilipewa kazi hapo jana na haijamaliza kazi mbalimbali, hivyo basi ni vyema kwa muda huu iende ikaendelee na kazi hizo. Lakini pia akagusia wiki iliyopita alisema zake, kwa hiyo imeendelea kupewa muda wa kuendelea kukamilisha kazi waliopewa na bunge na hatimaye basi watarejea. Lakini pia amesema kulikuwa na swala la kwamba katiba ama rasimu ile na ile hotuba ya rais ziweze kupitiwa na wabunge, lakini amesema rasimu ya katiba itajadiliwa kwa mpangilio wa kama sura 2 endapo hakutakuwa na mabadiliko kuanzia sasa. Kwa hiyo wabunge wameambiwa waendelee kuvuta subira. Lakini vile vile nasema maudhui ya bunge hili ni kuhakikisha kwamba wanaijadili rasimu ya katiba. Na kwa namna hiyo basi wabunge sasa watatoka, wataendelea tuna shughuli nyingine zinazoendelea hapa. Kumbuka hapo jana wabunge walielezwa hata vile vyama vya siasa, viongozi wao wakaambiwa wanapokutana katika zile kamati zao hapo watakapokuwa nakutana katika zile caucus party. Ukisikia caucus party mtazamaji ujue kwamba ni vile vikao vya ndani ambavyo hata sisi waandishi wa habari huwa haturuhusiwi kuingia kule. Wanaingia na kuzungumza mambo yao, na yote haya ni katika kuiweka Tanzania mmoja. Basi wakaambiwa wakazungumze swala moja tu la jinsi ya kupiga kura, ama ya wazi ama ile ya siri, lakini yote kwa yote wakubaliane kwamba Tanzania inahitaji katiba mpya, katiba isiyokuwa na mkanganyiko. Na kwa namna hiyo basi niseme Dodoma sisi tunafika mwisho mpaka hapo mwendo wa saa 10, kwa kuwa bunge lenyewe ndio hivyo limeshasitishwa. Mimi ninayekutangazia kutoka Dodoma hadi kule unakopata matangazo haya, mimi ni Victoria Patrick. Nikutakie kila laheri, lakini usikose kujiunga nasi kupitia TBC1, lakini vile vile kule Zanzibar kupitia ZBC. Tumeahidi kwamba tutaendelea kukuletea matangazo haya kama vyombo vyako vya umma. Kwa heri na tukutakie kila laheri. Imezungukwa na maziwa hayo Matanganyika na Nyasa, na tunalo Victoria ndiyo kubwa kuliko yote. Usisahau na mlima Kilimanjaro ndiyo mrefu.